Asante sana ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko nasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni majira ya saa 9 saa za Afrika ya Kati, na kipindi ambacho kunasikiza ni kipindi cha habari na maelezo, na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma, ambaye yuko nakurushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko tarehe 1 za mwezi wa 7 2026 na tuko majira ya saa 9. Niko peke yangu kwa siku hii ya leo. Nitoe shukrani za dhati kwa wote ambao mko natusikiliza kutoka pande zote za dunia, na vile vile unasikiza matangazo haya kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na usikose pia kuwa natembelea matangazo yetu kupitia Mwangaza TV. Utakuwa unakutanana na matukio mengi tu yote ambayo yanazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So karibuni sana katika yale ambayo tutayajadili kwa upana ni kuhusiana na Senko. Senko wamezungumza mambo ya ajabu sana. Fridolin Ambongo ambaye ni kiongozi wa Katolika ameweza kuzungumza mambo ya ajabu kwa waumini wa kanisa la Katolika, huku pia akiendelea kuonesha msisitizo wa kwamba Katolika inakataa katu mabadiliko ya katiba, na kujaribu kuonesha kwamba hakuna umuhimu wa sasa hivi kufanya mabadiliko ya katiba, na watafanya chini juu kuweza kupingana na serikali kwa ajili ya kuzuia mabadiliko ya katiba. Pia maandamano ya tarehe 8 za mwezi wa 7 huu mwezi ambao tuko nao, wapinzani wanapania kufanya maandamano makubwa, na maandamano hayo ni ya kwenda kumtoa rais madarakani. Serikali ina kauli gani? Waziri wa ndani Jacquemain Shabani ameweza kuwaonya wote ambao watajaribu kwenda kufanya haya maandamano, kwa sababu moja kwa moja ni maandamano ambayo yanaonekana yana lengo mbaya na kutaka kuipindua serikali, na hivyo kwenye wanaenda ni katika ofisi za rais, maeneo ambako kunalindwa na garde republicaine. Kwa hiyo pale hakutakuwa msalie mtume, hakuna seme silaha za kutoa machozi, pale ni silaha za moto ndio zinatumika, kwa sababu wanakwenda kumlenga ndo rais, yani wanakwenda kumtoa rais kwa kinguvu. Pia tuzungumzie kuhusiana na independence. Je, Kongo kweli tuko ba independent? Je, Kongo tumepata independence? Na independence kwetu sisi inatufalia nini? Kuna baadhi ya vitu ambavyo tutavizungumzia hapa kupitia Baraka1 TV, na vitu pia kutusaidia. Na kwa swala la maendeleo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara ya uchukuzi ambayo inaongozwa na bwana Jean-Pierre Bemba ameweza kuingiza gari za moshi maarufu kama train za kisasa, na hivyo safari zitakuwa ni murwa kwa wale ambao watakuwa wanatumia treni za kisasa kutoka Kinshasa na kujielekeza sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo na mengine, karibu sana kuungana na sisi kupitia Baraka1 TV. Tuanze kwanza na hili swala la Senko. Jamani, Senko kupitia Fridolin Ambongo akiwa na Wakatolika, ngoja nikuwekee hii uweze kusikiliza kile ambacho Senko Fridolin Ambongo amekizungumza. Utasikiza huu ujumbe afu nije nizungumzie hapo. De la constitution qui est prônée comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la Senko, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité La
la priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mnasikia ndugu zangu Wakongomani, ndugu zangu wa Katolika, sufrance yenye tuko tunapitia haiko tu ni ya Wakristo wa dini seme, labda ni waumini wa Kiislamu, labda ni wa Protestanti, labda ni wanani, makanisa ya Uamsho, makanisa yote yanapitia sufrance moja. Wakongomani wote wanapitia shida moja. Kwa nini Senko inakataa katu mabadiliko ya katiba? Je, Senko ina mkono ndani ya katiba? Je, Senko iko na faida ndani ya katiba? Nitakurudisha nyuma kidogo. Tulisikia diskuru ya Kabila, Hippolyte Kanambe, anasema kila mtu aliweza kupinga juu ya mabadiliko ya katiba. Y compris même Senko mu 2006. Ilikataaga changement ya constitution, ama ilikataaga sio changement, ilikataaga kuadopte constitution yenye tuko tunatumia sasa hivi, kuweza kuikubali, wakisema kwamba hii constitution ni ya wabelligérant, kwamba imetumikishwa na barebel, watu wenye hawana mandat du peuple juu ya kuweza kutengeneza constitution. Et c'est vrai, katiba inatengenezwa na ba élu du peuple. Wenye walichagua raia ndo wana uwezo wa kuzungumzia masuala ya changement ama modification ya constitution. Lakini kipindi hicho Senko ilikataa na ikaandaa manifestation wakapinga katiba. Lakini katiba ilipita. Sasa katiba kupita, chama cha UDPS walipinga katiba na wakasema kwamba sisi hii katiba hatuta irekonetre mpaka sigisi mwisho wa dunia utafika, na wakaahidi kwamba siku tunaingia madarakani hii katiba tutaibadilisha. Haiko UDPS tu, hata Martin Fayulu naye ashaahidi kwamba hii katiba wataibadilisha. Sio hao tu, wapinzani wote walipingana na hii katiba na wakasema hii katiba wataibadilisha. Sasa tunafika wakati mwafaka, wakati sahihi wa kusema kwamba katiba ibadilishwe. Nini kinazuia sasa kile ambacho mlikiongea kwamba mtabadilisha, twende tubadilishe? Senko mlipingaga hii katiba kuingizwa ndani ya nchi. Sasa leo tunasema tuitoe tufanye katiba nyingine, mnapinga nini? Ukweli uko wazi ndugu zangu. Ukweli ni kwamba Senko wanakula meza moja na Paul Kagame. Senko wanapewa pesa nyingi na Kagame. Senko wanapewa pesa nyingi na Hippolyte Kanambe. Kumbuka katika safari zao ambazo Senko walikuwa wanazifanya, wanasema walipitia Rwanda, tuliona walienda Rwanda, walienda Goma, walienda Ufaransa, na hizi sehemu zote waliwachangia fedha. Na wanasema kwamba walipata fedha kutoka kwa Paul Kagame. Sasa mtu mwenye amekupatia fedha zake, je, unaweza kumwangusha? Hiyo ndio sababu kubwa ya Senko kuendelea kukataa mabadiliko ya katiba. Kitu cha pili, Senko inakataa vitendo vya serikali kukubali watoto wasome bure kwenye shule ambazo ni za kiserikali. Kumbuka shule za Katolika ziko conventionne Katolike. Sawa, ni shule ambazo zina mwingiliano na serikali. Na utafahamu kitu kimoja ambacho labda ulikuwa ukijui. Katoliki ni utawala wa Roma wa Vatican. Vatican ni utawala, ni nchi ambayo inajitawala. Na Katoliki ni makubaliano ya nchi kaza wa kaza kusema kwamba dini ya Katoliki ambayo ni ndani ya Roman ambayo ipo katika nchi ya Vatican kuweza kuja kuestablish mambo yake kwenye nchi mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza huduma muhimu kusaidiana na serikali. Huduma ambazo Katoliki ilitakiwa kuwa nafanya ni huduma gani? Moja, upande wa sante, afya. Pili, upande wa elimu, education. Sawa? Na tatu, upande wa maendeleo. Na ndio maana hata ukiremarke katika kila sehemu Katolika iko najikuta iko na maeneo makubwa, maespase makubwa,
wanajenga masomo sehemu kubwa kubwa. Katolika hawakosi ma centre de sante, hawakosi mahopito, hawakosi masomo na maendeleo mengine kaza wa kaza ya kusaidia jamii. Hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa la Katolika kupewa maespasi, sio Mkongo tu, partout mu Afrika, partout kumonde kwenye Katolika inapatikana. Iko na maespasi makubwa, ni kutokana na convention ambayo ilikuwa sinye miaka ya zamani kati ya Vatican na nchi collaborateur. Kwa hiyo tuseme kwamba Katolika ndani ya nchi ni sawasawa na ambasade ya Vatican. Kwa hiyo kile ambacho wako nakifanya wanarepresente nini? Vatican. Sasa koma Katolika inaingilia sasa directement masuala ya gestion ya nchi, hapo ndo kuko tatizo. Katolika walikuwa wanakusanya pesa nyingi kutoka mumifuko ya wananchi kwa kulipia watoto masomo. Serikali inakuja inakataa kwamba hakuna tena watoto kulipa masomo. Ile kitu inafanya Katolika wapoteze fedha nyingi. Sasa kile kinawachukiza wao, na ndio maana wanapingana na serikali. Hawataki serikali hii iendelee kuwa madarakani. Wanataka serikali ya kibaraka ambayo itawafanya wao waendelee kunufaika na kile ambacho walikuwa wananufaika kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo wanapenalize kuanzia waumini wa Kikatolika wenyewe, wanapenalize kuanzia watu wengine. Kwa hiyo sio mimi, sio wewe, sisi wote tunaumia na tunateswa na kanisa Katolika. Fridolin Ambongo anaonesha msisitizo ya kusema kwamba changement ya katiba kwa sasa hivi haina nafasi na wao watabloke katiba. Aya, ndo tunaingia moja kwa moja tarehe 8 za mwezi wa saba huu ambao tuko ndani. Kumebaki siku 7 tu. Wapinzani wanaandaa maandamano makubwa. Na maandamano yao makubwa wanasema wataenda ikulu ya rais. Unasikia? Donc hii ni atteinte nyiko directement à la personne ya président de la République. Donc wanakwenda kufanya attentat ku institution president, wanakwenda kumdeshware president, wanakwenda kumkamata president. Donc wapinzani wako na mobilize watu waende wafanye usaliti. Jacquemain Shabani alisema nini? Waziri wa mambo ya ndani anasema hebu tuambiane ukweli kwanza wa Kongomani hapa. Nafikiri tukizungumza hili swala labda litawaingieni akilini. Bandeko na biso baola na biso a partir ya kisasa et partout ailleurs. Nataka niwaambie kwamba façon oyo bolingi bosala le 8 ya kwenda kumanifester devant OIA, kusite ya Union Africaine, ku presidence kwenye rais anatumikiaka, kwenye rais anapatikana. Jacquemain Shabani alisema ile ni haute trahison, ni usaliti, ni uwaini. Nchi zingine huwezi kufanya hivi ambavyo Kongo wako wanafanya. Kama ni liberté d'expression, Kongo inaexagere. Inaexagere. Nafikiri hata nyinyi wenyewe mko mnaona. Na wenyewe ni wapoza wako wanaona. Ukisikia mapropose yenye wapoza biko nazitoa, utasema eske Kongo kuko badirija. Me tuko mu demokrasi. Kila mtu iko libre, na rais alisema mu diskuru yake ya le 30 juin 2026 alisema kwamba licha ya madivergence mbalimbali, aussi maide mbalimbali, tuko mu pays yenye iko na demokrasi. Kwa hiyo kila mtu iko na haki ya kuzungumza kile kenye anahisi anaweza kuzungumza, lakini kwa kufata kanuni na taratibu za nchi. Sasa Jacquemain Shabani anasema yeyote mwenye anajua kwamba atajitokeza hiyo le 8 juillet kwenda kuandamana barabarani na kwenda kabisa kumfuata rais anakotumikia, kule kwenye wanaenda hakuna sungusungu wala hakuna polisi. Wenye wako kule ni wanajeshi. Tuelewane hapo. Wenye wako kule ni wanajeshi, na ni wanajeshi ambao wanamlinda rais. Kumbuka, msafara wa rais ukiwa uko unapita, ukisimama tu barabarani, sawa, deja pale bana kukonsidere kama weye unataka kuondoa maisha ya rais. Watakushughulikia wa kwanza. Ukitoka kwenye huko tu ukimbilie gari ya rais, uende uguse gari ya rais, hautaifikia. Tayari weye pale unaonekana kwamba wewe unataka kuondoa maisha ya rais. Kwa hiyo utashughulikiwa.
Sasa mnajiandaa watu 1, 2, 3, 4, 5 kama ni 10, mnasema mnaenda kumtoa rais madarakani. Tujadiliane kwanza hivi. Leo hii rais akitoka madarakani itakuwa ni faida ya nani? Mshasikia hizi habari sana. Nani atanufaika na rais kutoka madarakani? Hakuna zaidi ya Paul Kagame. Hakuna zaidi ya maadui zetu ambao ni M23. Kwa hiyo hakuna haja, hakuna maana na hakuna nia yoyote ambayo unaweza kufanya kusema ushughulike kwenda kumtoa rais, kwa sababu ni wewe, ni Martin Fayulu, ni Delice Sanga, hakuna mwenye ataksede ile nafasi ya president. Badala yake mwenye atachukua nafasi ya president sasa hivi ni president wa Sena ambaye ni Sama Lukonde. Je, Sama Lukonde akiingia pale atetika kuwapatia baopoza? Haiwezekani. Hakuna kitu kinaandikwa mkatiba ambacho kinasema rais akidemisione ama rais mkimtoa kwa kinguvu wale wenye walimtoa rais ndio wanachukua madaraka. No, isipokuwa tu kudeta. Kama mtapiga kudeta la sava. Measeme maandamano hivyo. Kwa hiyo wanawatahadharisha. Ambieni ndugu zenu ya kwamba wasiende kuandamana lewiti. Kwa sababu kwenye wako naenda ni kwenye midomo ya mamba. Wanakwenda kufaire face garde republicaine. Wanakwenda kukutanana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wako mu operation. Kumbuka, komanda supreme wa FRDC ni chef de l'etat. Na yeye mwenye iko na guide vita nyetuo tunaenda nayo sasa hivi. Sasa wakati mnaenda iye iko mu operation, unahisi nini ambacho kitatokea kule? Kwa hiyo Wakatolika na waopoza wasiwafanye nyinyi kuwa vyambo. Wasiwafanye kuwa vyambo. Waache Wakatolika watume watoto wao Edayer, Shole na wenzake wakina Fridolin Ambongo na wengine. Hawana watoto. Sawa? Hawana watoto. Nyinyi waumini wa Katolika wenye mtajitia barabarani, mtenda kupitia maisha yenu bure na hakuna mwenye atakuja kukutembelea hata siku moja. Tuko na watu walikufa maandamano kwa ujinga wao tu. Sawa? Nani mwenye aliwalipa? Hadi leo hakuna. Erezma, kuna watu wenye walikufa sio kwa ujinga, lakini walikufa kwa ajili ya kutetea taifa. Wale mpaka leo licha kwamba walifia kutetea taifa, nani mwenye iko naenda kutembelea familia zao na saki ya bunga? Hakuna. Sasa wewe mwenye uko naishi kwa todi jour, uende ujitie barabarani, uache familia. Tena mnapigania nini? Ujinga. Changement ya constitution ni kwa ajili ya bien-etre ya Wakongole. Tukichange hii constitution, muko vitu vingi ndani ya hii katiba ambayo tuko na ulazima wa kubadilisha ili nchi yetu iweze kuwa na ustawi mzuri. Sasa wewe unapinga hili. Uone kama uko na akili kama mbuzi, uko na akili kama kuku, uko na akili kama bata, jogoo ama kondoo. Kwa sababu hauelewi nini ambacho unatakiwa ufanye ili kuweza kufanya nchi yetu iendelee kuwa na ustawi mzuri. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba yeyote mwenye ataenda kwenye maandamano, ujue ambacho anajitakia atabeba yeye pamoja na familia yake. Kule kwenye mnaenda ni sehemu ambako majeshi yako ndani ya operation, kwa hiyo lolote lile laweza kutokea na wala msimlaumu mtu hata mmoja. Independence. Kongo imesherekea miaka 66 ya uhuru wake toka kwa Wabeleji. Je, hii independence ya Kongo tunaisherekea? Je, tuko kabisa na uhuru? Jibu hapa ni kwamba Kongo hatuna uhuru. Mpaka leo bado tunaishi chini ya influence ya Mbeleji na Mfaransa. Uhuru wa kwanza wa mtu kujitawala ni nini? Uhuru wa kwanza ni mtu kuwa na namna ya kufanya kile ambacho anajisikia kwa wakati wowote na bila kushurutishwa ama kukogotwa na mtu yeyote. Je, Kongo tunaishi hivyo? Je, viongozi wetu wanaishi hivyo? Jibu ambalo mimi nitakupa ni hapana. Twende kwanza. Hatuna uhuru. Kwa nini? Tunatumia lugha ambayo sio ya kwetu. Kongo saizi kama ausemagi français hautapata kazi mubiro. Uko nenda kwa ofisi inatakiwa uongee français za mrefu. Hata kama ukusoma, ujue tu français, utaonekana kiwewe uko mayele, uko intelligent. Ujue tu français, ile pale inakupitisha. Ile moja inatufanya tuendelee kuwa watumwa. Nitakurudisha nyuma kidogo. Uchina na nchi zingine.
Eske Uchina wanaongea Kifaransa ama Kiingereza? Jibu ni hapana, lakini walikuwa chini ya utawala wa Waingereza. Wachina wanaongea Kichina, na Kichina ndio lugha ya kwanza kuongeleka na watu wengi duniani. Unajua hivyo? Twende, nchi nyingi za Asia haziongei lugha za Kizungu, wanatumia lugha zao na walikuwa chini ya utawala wa wazungu. Turudi uzunguni kwenyewe, Europe. Mwerope mko mapeiza mingi ambazo hazijui ni Kifaransa ni Kiingereza. Ujerumani wanaongea ni Kijerumani. Sawa? Wanaongea Kijerumani. Twende Norvege, twende Uswizi, twende Holande, twende wapi? Nchi mbalimbali za Europe wanatumia lugha zao za asili. Na zile lugha za asili ndio zinafanya watu wajidevelop kimawazo. Hata kutumia masuala ya spirit, spirit world, monde spirituel. Hautaenda kuongea na mababu zako kwa Kifaransa, babu yako hajui Kifaransa. Mtaongea na lugha gani? Lakini kama unatumia lugha mama, lugha asili, ile inakuwa deja communication iko direct. Unasikika kwamba mtoto wetu anazungumza hiki, ana mahitaji haya na haya na haya, kwa sababu unatumia lugha ambayo ni mama. Sasa sisi bado tuko watumwa kwa sababu tunatumia lugha ambazo sizo za kwetu. Na hapo ndo chanzo moja ambacho kinatufanya sisi wa Afrika, sio Kongo tu, wa Afrika tuendelee kubaki nyuma. Angalia nchi za Kiarabu ambazo wanatumia Kiarabu. Ukienda Algeria walikuwa colonized na Faransa, lakini wanazungumza Kiarabu kwa asilimia kubwa. Uende Morocco ni Kiarabu, uende Tunisia ni Kiarabu. Sawa? So unakuta kwamba wale wenye walibatika kutumia lugha zao ndio wanajiendeleza kuliko sisi malimbukeni ambao kila kitu ambacho tunafanya mpaka tutumie lugha za wale ambao walitutawala. Kitu cha pili, hatuko huru kwa sababu kila kiongozi anayepatikana Afrika ni lazima aende Ufaransa. Kuna chemba tuko tunasikia declaration kutoka kwa ndugu zetu wa Burkina Faso, ndugu zetu wa Mali, wa Niger. Kila raisi anaambiwaga kwamba karibu sana, unaingiza kwenye chumba, unapewa mitindo gisi utatumikia nchi yako. Na watu ambao unatakiwa kuwasikiliza wewe ni wale wa Faransa na wa Belgium. Na ukitumika vizuri gisi wao wanavyotaka, uko na uwezekano wa kuchanger constitution na uendelee kutawala kwa maslahi ya wazungu. Na ndio maana unaona Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Alassane Ouattara baada ya kulalamika sana kumtoa Laurent Gbagbo, alichukua akamaliza manda yake ya kwanza, ya pili akamodify constitution, anaendelea na manda ya tatu na ya nne. Kwa sababu gani? Ni kibaraka cha wazungu. Anatumikia wa Faransa na hilo wala hata halina shida. Sasa sisi wa Afrika tutalamuka wakati gani? Na ndio hii ambayo naosema Kongo tunasherehekea independence, lakini hatuna independence totally. Bado tuko dependant, tunadependre na wale ambao walitukolonize. Leo Ubelgiji haina kitu. Lakini Belgiji iko nazidi kuistawi kwa sababu gani? Kwa sababu wanaendelea kula rasilimali za Kongo. Ufaransa haina mali kutushinda sisi, lakini sisi na Ufaransa nani maskini? Sisi ni maskini. Sisi na Ubelgiji nani maskini? Sisi maskini. Na wale wanaendelea kula kutoka kwetu. Tutasema tuko uhuru wakati gani? Angalia mienendo ya viongozi wetu. Viongozi wetu ni wajinga wale juu. Mimi nazungumzia Kongo sana. Ni wajinga wale juu. Viongozi wetu wako wanashindwa kutengeneza miundombinu ya nchi zetu, mahopito, centre de sante, masomo na vitu gani. Wanakwenda kuweka pesa zao Ulaya nje, na wao wakiumwa kidogo wanakwenda kutibiwa nje. Wakati ulikuwa uko waziri wa maendeleo, Kongo waziri wa kilimo, Kongo waziri wa afya, Kongo waziri wa elimu, Kongo unashindwa kuboresha elimu ya nchi yako, lakini unategemea watoto wako waende wasomee nje. Unashindwa kuboresha afya, idara ya afya ndani ya nchi yako, lakini ukipata kahoma kidogo uende utibiwe nje.
ona combien de fois ke bado hatujawa na independence, bado tungali tunadependre na wazungu. Kwa hiyo wakati tuko tunasherekea sikukuu ya uhuru, inabidi tuwe tunatafakari katika haya maswala. Je, tuko huru mpaka sasa hivi? Je, tuko na haki ya kuongoza nchi yetu sisi wenyewe? Je, tuko huru katika maswala ya kiuchumi? Tuko huru katika maswala ya elimu? Tuko huru katika maendeleo? Tuko huru. Wakati tuko tunameditate juu ya hii maswali, ndio itatufanya tuwe tunawahimiza watoto wetu, tuwe tunajihimiza sisi wenyewe kwamba mpaka sasa, kutokana na hali yenye tuko tunaona, bado hatujawa huru, inabidi tufanye zaidi hapa ili tuwe uhuru. Leo hii Ibrahim Traore wamekata mahusiano yao na Ufaransa. Ushelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu bado kunaonekana influence ya Ufaransa iko mu Burkina Faso. Kitendo cha kukata mahusiano yao na Ufaransa kitawafanya waanze kuwa huru, tofauti na sisi. Sisi mpaka saizi rais wetu ni Belge, Felix. Iko na nationalite Belge, na nationalite Congolaise. Atukatai. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kwake kuweza kukata mahusiano na Ubelgiji moja kwa moja, kwa sababu wale ni ndugu zake tuseme wa kitaifa. Ana utaifa wa Ubelgiji. Ili tuweze kufikia hii hatua, sisemi vibaya kwa ajili ya rais, lakini tunahitajika sisi watoto wa nchi hii kwa miaka inayokuja baada ya Felix tumpate rais ambaye atakuwa hana uraia wa nchi za Ulaya, ambaye atatupelekea tuweze kubadilisha mahusiano yetu ili tuwe huru kwa 100%, kwa sababu mpaka sasa hivi bado hatujawa huru. Hatuna maendeleo ambayo tutafanya Kongo, kwa sababu bado tukati tunategemea wazungu. Wa China walikuwa wako nyuma sana, lakini leo China ni moja kati ya nchi tajiri na kubwa kiuchumi, kijeshi duniani, kwa sababu walijiweka huru, walikubali, walisufriri, apres kusufriri, wakasimama, wakajimarisha, wakafunga mahusiano na nje, na leo China imeinuka, ni nchi kubwa duniani. China inasimama inasema Marekani anatikisika. Je, sisi tutafikia kwa hatua hiyo wakati gani? Wakati gani Kongo itakuwa inasimama inasema na Marekani inasema ndio? Kumbuka Kongo ni nchi kubwa Afrika, ni nchi ya pili kwa ukubwa Afrika. Kongo ni nchi kubwa duniani. Kongo ina rasilimali ambazo nchi zingine duniani hawana. Kongo ni nchi yenye kuwa na uwezo mkubwa, ina watu wenye akili. Kongo ina watu wenye kuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini kwa sababu akili zetu zimefinywa, hatuna uhuru. Ningeomba kitu kimoja kwa serikali, tufuatane na kauli ambayo alitoaga Elezere Tambwe ya kusema kwamba inabidi tutafute lugha ambayo tutaanza kufundisha Wakongomani. Tuchague, hatujachelewa bado. Kongo tuko na lugha 4: Kikongo, Kiluba, Lingala na Kiswahili. Katika hizi lugha 4, tutafute lugha moja ambayo tutaimarisha Mkongo ndio iwe lugha yetu ya taifa. Tuachane na Wafaransa. Wafaransa ndo hawa ambao leo wako nyuma ya M23. Wafaransa wako wanasapotiana na Rwanda. Kwa hiyo Ufaransa kwetu sisi haina faida yoyote. Tunatakiwa tujiimarishe sisi wenyewe ili tuchague lugha ambayo itatuongoza, na lugha hii itakuwa haitatuletea matabaka tabaka, sababu hizi lugha 4 tayari zinatutenga mara 4. Wanasema huu ni Mkongo, huu ni Muluba, huu ni Mswahili na huu ni Mngala. Huko nasikia leo baadhi ya Waswahili ambao hawana akili kabisa wanakuambia watu wa kisasa wako na tumaltrete sisi Waswahili. Huko nasikia wajinga kutoka Goma, baadhi ya wajinga wa Goma wanakuambia sisi Waswahili tutakata nchi yetu kwa sababu wasema Lingala wanatubagua. Huko nasikia hii yote iko inachochewa na kitu ambacho wazungu walitengeneza, kusema watu tuwagawanye mara 4. Lakini wakati tutasimama tuseme nono, ifiki hatua hiki kitu cha kugawa nchi mara 4 haiko sisi na ambao tulikileta, ni wazungu ndio walipandikizaga ndani yetu. Sasa na sisi inabidi tuvunje hili swala, tuweke nchi ikuwe moja, muungano mmoja, tunaongea lugha moja. Kama ni Kiswahili sisi wote ni Kiswahili, kama ni Kikongo sisi wote ni Kikongo, kama ni Kiluba sisi wote Chiluba, kama ni Lingala Kongo yote tunaongea Lingala.
na huo ndo utakuwa mwanzo wa kuimarisha ile kitu ambayo inaitwa unite national. Kwa hiyo sikukuu hii ya uhuru sio sikukuu ya kusherekea kunywa na kulewa, badala yake ni sikukuu ambayo tunatakiwa tuweze kumedite na kuone, je, tuko huru ama tufanye nini kwa ajili tuweze kupata uhuru zaidi. Tukimalizia kusema kwamba serikali ya Kongo imeingiza treni mpya za kisasa ambazo zitafanya safari kutoka Kinshasa na kuelekea sehemu mbalimbali mikoani kwa ajili ya kuweza kupunguza gharama za usafiri. Hizi ni moja kati ya kazi ambazo ziko zinafanywa na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na hivyo kuhitaji Wakongomani tuweze kumunga mkono rais wa nchi ili tuweze kupiga hatua ndefu za uko mbeleni. Nafikiri kwa mengi na zaidi mengine yote tutakutana majira ya saa 12. Ni kipindi cha habari na maelezo, na mimi ni ndugu yako naishia kwanza hapa. Bye bye.